makofi na vigelegele kwa Bwana. Nisikie kelele kwa Bwana. Nisikie shangwe kwa Bwana. Salimie jirani yako, 2, 3, 5, wape mkono, waambie Mungu akubariki sana. Vuke salama, tukutane 2026 ukiwa na afya njema. Mwambie ubarikiwe wewe, pesa zikufuate, afya ikufuate katika jina la Yesu. Wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu mkubwa, umebarikiwa wewe katika jina la Yesu. Adui zako ni adui za Mungu katika jina la Yesu. Mwambie hutakufa bali utaishi. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya sadaka katika kutengeneza hatima ya maisha yangu. Unaweza ukatupata kabla tujaendelea kwenye YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ukifika kule usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Leo tutafute kule YouTube, Instagram, TikTok, Facebook kwa majina ya Montana Online. Popote utakapoingia andika tu Montana Online. Montana Online kwenye mabano. Ukinoja tupata Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Montana Online kwenye mabano Agape Ministry. Hakuna mtu mkuu ambaye sio mtoaji wa sadaka. Hakuna mtu aliyefanikiwa kiuchumi ambaye sio mtoaji wa sadaka. Mtu yeyote unayemwona mjini amefanikiwa kiuchumi lazima ni mtoaji wa sadaka. Kama hatoi sadaka kwa Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu huyu tunayemwabudu sisi, kama hatoi kwa Mungu wetu, basi kuna madhabahu ambayo anapeleka sadaka. Hakuna mtu mkuu asiye mtoaji wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo inabidi ukue na uimarike ni eneo la utoaji. Na kwenye utoaji ni muhimu ukawa unakuwa kiutoaji. Unajua kuna wale watu ambao sadaka yake ni ile ile, hakui kwenye utoaji wa sadaka. Wewe toka mwaka 2007 mpaka leo sadaka zako ni 500, 1000, 500, 1000. Uchumi wako umeongezeka, sadaka yako haijaongezeka, ni pale pale. Mungu amekusaidia, umepata kazi, mshahara umeongezeka, sadaka yako haijaongezeka. Mungu amekusaidia labda kwenye mtaji wako umekuwa, sadaka yako haiongezeki. Sadaka yako ni 500 na sadaka yako ni 1000, ni zile zile haziongezeki. Jambo ambalo ningependa ufahamu, unapotoa sadaka hupotezi. Unapotoa hupotezi. Unapotoa unafanya uwekezaji wa kiroho. Utoaji ni uwekezaji wa kiroho. Unapotoa hupotezi. Kila utoaji ulio sahihi kuna matunda yake utayaona. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa sadaka hupotezi, ila unafanya uwekezaji. Moja ya ombi langu ambalo waga naomba Mungu anisaidie sana, Mungu nisaidie eneo la utoaji. Ninajua kwenye hatima ya maisha yangu hakuna namna naweza nikasogea kama sio mtoaji wa sadaka. Kwa moja eneo ambalo napambana, naomba Mungu anisaidie niwe nakuwa siku kwa siku, ni kwenye eneo la utoaji. Andika namba 1. Sadaka namba 1. Sadaka sio malipo, bali ni njia mojawapo ya kuwa na mpenyo katika ulimwengu wa roho. Sadaka sio malipo. Unapotoa sadaka ufanyi malipo. Na ondoa hayo mawazo au ondoa hiyo mentality kama unapotoa sadaka kama unatoa malipo. No. Bali unapotoa sadaka ni njia mojawapo ya kuwa na mpenyo katika ulimwengu wa roho. Sadaka itakusaidia uwe na mpenyo katika ulimwengu wa roho. Uwezi kufanya malipo kwa Mungu ambacho amekusaidia, uwezi ukalipa. Uwezi ukalipa huduma ambayo umepewa na mchungaji, uwezi ukalipa huduma ambayo umepewa na mwinjilisti. Kwa sababu huduma ambayo inatolewa na mchungaji, inatolewa na mwinjilisti, inatolewa na mtumishi wa Mungu, thamani yake sio fedha. Thamani yake sio fedha. Thamani ya huduma ambayo inatolewa ni damu ya Yesu. Thamani ya kipawa ambacho amempa Mungu mchungaji, thamani ya kipawa ambacho Mungu amempa mhubiri au mtumishi yote wa Mungu, thamani yake ni damu ya Yesu. Thamani yake sio fedha. Kwa hiyo hakuna fedha ambayo utampa yule mhubiri kwamba eti unalipia ile huduma ambayo ameitoa. No.
Na wewe kwenye ufahamu wako ondoa ile mentality kama ninalipa. Na moja ya kitu ambacho kinapelekea watu wakosee kwenye utoaji ni ile utoaji wa mtu anatoa kama analipa. Huwezi ukalipa, bali unatoa kwa ajili ya kutafuta mpenyo. Sadaka unapoitoa inakupatia mpenyo katika ulimwengu wa roho. Angalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4. Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema mpenyo kwenye ulimwengu wa roho, manake kupenyeza kwenye ulimwengu wa roho, manake kuingia kwenye ulimwengu wa roho, manake kupata msaada kwenye ulimwengu wa roho. Na tunafahamu kwamba kuna ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho, si ndio? Mwanadamu ni nafsi, mwanadamu anayo nafsi, mwanadamu anayo roho, mwanadamu anayo mwili. Na ndio maana kuna utu wa nje lakini pia kuna utu wa ndani. Utu wa nje ni huu mwili, lakini pia kuna utu wa ndani ambao ni roho. Mungu amekuumba wewe, inabidi uishi kwenye maeneo mawili kwa wakati mmoja. Uishi kwenye ulimwengu wa roho lakini pia uishi kwenye ulimwengu wa mwili. Huwezi ukafanikiwa bila msaada wa ulimwengu wa roho. Mtu anayefanikiwa ni yule mtu ambaye anajua kuoperate kwenye ulimwengu wa roho na anajua kuoperate kwenye ulimwengu wa mwili. Tunapozungumzia ulimwengu wa mwili kwamba unafanya kazi kwa bidii, unajituma, unafanya kazi zako zinakuwa smart, huo ni ulimwengu wa mwili. Lakini hauwezi ukafanikiwa kwenye ulimwengu wa mwili peke yake. Lazima ufanikiwe kwa kuoperate pia kwenye ulimwengu wa roho. Mtu ambaye anajua kuoperate vizuri ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ndiye mtu anayefanikiwa. Mtu yeyote unayeona amekuwa mtu mkuu, mtu yeyote ambaye unaona amefanikiwa sana mjini, ujue ni wale watu ambao wanajua kuoperate kwenye ulimwengu wa roho lakini pia kwenye ulimwengu wa mwili. Sasa kazi mojawapo ya sadaka ni kukusaidia kupenyeza, kupata msaada kwenye ulimwengu wa roho. Wale ambao wamewahi kwenda kwa waganga wanaelewa. Mganga anakuambia leta kuku, anakuambia leta ng'ombe, anakuambia leta mbuzi. Ile ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unapotaka msaada kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho hauwezi kukusaidia bila sadaka. Njia mojawapo ya ulimwengu wa roho kukusaidia, lazima utaagizwa ulete sadaka. Usije ukafikiri kama mganga anakuambia ulete kuku, anasema tuleta kuku. Kazi ya ile kuku yule ni sadaka, au yule ng'ombe ni sadaka, ambayo ile sadaka inakusaidia wewe kupata mpenyo kwenye ulimwengu wa roho au kusaidiwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jina lako, unaelewa wewe? Haleluya. Na sadaka mwanzilishi wake ni Mungu, sio shetani. Hakuna shetani ambacho amekiumba au amekianzisha duniani. Shetani ni bingwa kukopi na kupesti. Kwa hiyo unavyoona ile waganga wanasema leta ng'ombe, leta kuku, leta mbuzi, wameiga kwa Mungu. Mungu ana tabia kuwaagiza watu wake watoe sadaka. Kwa hiyo unavyoona leo tunatoa sadaka kanisani, usije ukafikiri sadaka ni mchungaji amebuni, au ukafikiri kwamba labda kanisa la KKT limebuni utoaji wa sadaka. No. Utoaji wa sadaka ni mwanzilishi ni Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo nimekusomea hapa sura ya 4, watu wa kwanza kutoa sadaka ni Kaini na Habili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, mwanzo kabisa, wa kwanza kutoa sadaka ni Mungu mwenyewe. Utaniuliza ametoa wapi? Mungu alitoa kwenye ile kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Utaona pale baada ya Adam na Hawa kuwa wamefanya dhambi,
na Mungu anawafukuza pale bustanini. Kabla ya kuwafukuza, Biblia inasema Mungu akatengeneza mavazi ya ngozi akawavika Adam na Hawa mkewe. Mungu alitoa wapi ngozi? Mungu alichinja mwanakondoo. Ile kutoa mwanakondoo, Mungu alitoa sadaka. Kwa hiyo wa kwanza kutoa sadaka ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Mwanzilishi wa sadaka ni Mungu mwenyewe. Baada ya dhambi kuwa imeingia duniani, baada ya kuwa Adam na Hawa wameharibu, wamekula tunda ambalo Mungu ameagiza wasifanye, wakajisikia wako uchi, Mungu akatoa sadaka ili kuwa protect wakina Adam. Akatoa sadaka, akachinja yule mwanakondoo. Katika wanadamu wa kwanza kutoa sadaka ni Kaini na Habili. Na huyu Kaini na Habili hawakutoa sadaka kwa kujiamulia wao. Yaani haina maana kwamba Adam na Hawa waliamua tu kutoa sadaka au walijiongeza. Wazo la kutoa sadaka Kaini na Habili walilipata wapi? Wazo la kutoa sadaka Kaini na Habili walilitoa kwa Mungu. Mungu ndiye aliwapa maelekezo ya kutoa sadaka. Ndiposa kwenye ule mstari wa kitabu cha Mwanzo, hiyo sura ya 4, kwenye ule mstari wa 3, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Ile neno ikawa hatimaye, kabla ya hatimaye inaonyesha kuna maelekezo yalitokea. Kuna maelekezo Mungu aliwapatia kina Adam, hatimaye wakaamua kutekeleza yale maelekezo. Waliambiwa na Mungu leta sadaka. Walipoambiwa, baada ya muda Kaini na Habili wakaamua kutoa sadaka. Sasa kila mmoja kwenye kazi aliyokuwa anaifanya. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Ikawa hatimaye Habili akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Manake Habili alikuwa ni mkulima. Kwenye ule ukulima wake akachagua mazao yaliyo bora, mazao yaliyonona. Hebu angalia ule mstari wa 4, mstari wa ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Huyu Kaini alikuwa mkulima. Akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Alafu kwenye ule mstari wa 4, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake. Maana yake Habili alikuwa ni mfugaji. Biblia inasema Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali. Tazama ule mstari. Habili naye akaleta wazao wa kwanza. Wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuja kuona utofauti wa sadaka ya Habili na Kaini. Kaini alikuwa ni mkulima, Habili alikuwa ni mfugaji. Habili akaleta wazao wa kwanza na sehemu za wanyama zilizonona sadaka kwa Bwana. Kwani wewe unafikiri Mungu ana njaa? Mungu alikuwa na shida na ng'ombe wa Habili? Mungu alikuwa na shida na kondoo za Habili? Mungu ana shida na fedha yako? Mungu alikuwa na shida na mazao ya Kaini? No. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Kila ulichonacho, yani wewe hapo ulipo huna chako. Kila ulichonacho ni cha Bwana. Hata hizo heleni ulizovaa ni Mungu amekupa. Hata nguo ulizovaa ni Mungu aliyokupa. Kazi ulionayo Mungu amekupa. Watoto ulionao ni Mungu amekupa. Chochote ulichonacho Mungu akikitaka saa yoyote atakunyang'anya. Haleluya. Ukilijua hili, usimwekee Mungu ugumu kumpatia sadaka. Kwa nini? Kila ulichonacho huna chako. Hatuna cha kwetu hapa duniani. Hata hii ardhi ambayo tunatembea nayo sio ya kwetu, ni ya Mungu. Hata maji tunayotumia ni ya Mungu. Hata mwanga tunaotumia ni wa Mungu. Mwanadamu hana cha kwake, kila kitu ni cha Mungu. Kwa nini sadaka? Mungu ana shida gani na sadaka? Hii inanipa picha kwamba sadaka ina matumizi. Mungu ana matumizi nayo. Haleluya. Mungu ana matumizi nayo. Anapokuagiza ita sadaka, si kwa ajili Mungu ana shida na hiyo sadaka. No. Lengo la Mungu akusaidie wewe. Ni kanuni ambazo Mungu amezianzisha. Ni kanuni ambazo Mungu ameziweka
kuna mahali unapotoa sadaka, Mungu anaitumia ile sadaka kukusaidia wewe. Mungu anaitumia sadaka kusaidia biashara yako, anaitumia sadaka kusaidia uzao wako. Wasomo Biblia wanafahamu kitabu cha Malaki sura ya 3, si mnafahamu pale kuna mstari anasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula kingi ghalani mwangu. Alafu ukiendelea pale anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Asa cheki. Maana yake Mungu kwa nini aseme leta zaka? Maana yake fungu la 10. Leta zaka au fungu la 10. Na anasema kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Maana yake Mungu ataitumia zaka kumkemea alaye. Mungu anaitumia zaka kupiga watu maadui ambao wanamaliza uchumi wako. Mungu anaitumia zaka kuleta ulinzi kwenye uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Maana moja ya kazi ya fungu la 10 ni ulinzi kwenye uchumi wako, ulinzi kwenye fedha yako, ulinzi kwenye afya yako, ulinzi kwenye biashara yako, ulinzi kwenye kazi zako za mikono. Anaitumia zaka. Zaka ni kitendea kazi cha Mungu. Sadaka ni kitendea kazi cha Mungu. Unapoenda mbele za Mungu, Mungu nisaidie, Mungu anakuagiza leta sadaka. Maana ile sadaka ni kitendea kazi chake kukusaidia wewe. Unapoacha kutoa, Mungu anakosa zana ya kukusaidia. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa utaratibu. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kanuni, ni ulimwengu wa principle. Anapokuambia leta sadaka, sadaka ile ni kitendea kazi, anaitumia kukuletea ulinzi, anaitumia kukusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka iliwaletea mpenyo. Asa Habili alipata mpenyo. Biblia inasema Mungu akamtakabali Habili, akaitakabali na sadaka yake. Kwa nini? Kwa sababu Habili alitoa sadaka yenye ubora. Mungu akamtakabali Habili, akaitakabali na sadaka yake. Maana Habili akapata mpenyo kwenye ulimwengu wa roho, akapata msaada kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akamtakabali. Kwa maneno mengine, Mungu akampokea Habili. Kwa maneno mengine, Mungu akamsaidia Habili, akapata msaada Habili kwenye ulimwengu wa roho. Tunapozungumza Mungu, Mungu ni roho. Mungu hana mwili. Mungu ni roho. Kwa hiyo unapotaka sadaka, inafanya spiritual connection. Sadaka inafanya muunganiko wa kiroho. Inafanya muunganiko wa kiroho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Pia shetani ni roho. Maana unapotaka kujiungamanisha na Mungu, kwa sababu Mungu ni roho, anakuagiza sadaka. Sadaka ambayo unaitoa kazi yake ni kuungamanisha na Mungu, maana yeye ni roho. Nisaidie kuuliza jina lako, umeelewa mpaka hapo? Haleluya. 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 Mungu ni roho. Unapotaka kuungamanishwa naye, sadaka ni njia mojawapo ya kuungamanishwa na Mungu. Lakini pia nimekuambia shetani ni bingwa wa kukopi na kupesti. Ndio maana wale waenda kwa waganga wanaambiwa leta sadaka, anapoitoa ile sadaka, sadaka ile inamuungamanisha na yale mapepo, inamuungamanisha na zile nguvu za giza. Na ndio maana wale waenda kwa waganga, kwa kadri anavyotoa, zile nguvu zinakuwa nyingi kwake, zile nguvu zinakuwa active kwake. Madhabahu inakuwa ina nguvu. Kila mtu ana madhabahu yake. Kila mtu ana madhabahu yake. Ndio maana Biblia inasema ng'ombe zako zitakapoongezeka, mali yako itakapoongezeka, fedha yako itakapoongezeka, usije ukamsahau Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Mungu hakupi utajiri, ila anakupatia nguvu za kupata utajiri. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, usije ukamsahau. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kwa nini? Maana yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Kwa maneno mengine, maana yeye ndiye chanzo cha utajiri wako, ndiye chanzo cha nguvu zako. Kila mtu ana asili ya nguvu zake. Ukienda mjini bwana, ukienda Buongo pale sokoni, ukienda jirani yako, kila mmoja ana asili ya nguvu zake. Kuna wengine wana madhabahu zao kule nyumbani, kuna wengine wana madhabahu zao kule kijijini. Wewe unamwona tu mtu mjini ana shine, anapendeza, amekaa kwenye kiti aondoki, kumbe kuna mahali ana asili ya nguvu zake. Na sisi watoto wa Mungu tuna asili ya nguvu zetu. Asili ya nguvu zetu ni hii madhabahu. Asili ya nguvu zetu ni Mungu aliye hai. Haleluya.
Haleluya! Ndio maana kuna mahali anasema wengine wanataja magari na farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi. Ndio maana Yoshua akawaambia watu, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua anawaambia, chagueni mtakayemtumikia. Kama ni miungu ya baba zenu ile ya bahari, itumikieni hiyo. Kama ni miungu ya Waamori, itumikieni hivyo, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Maana sisi tumeamua kwamba asili ya nguvu zetu ni Mungu. Maisha yetu yote tutamtumikia Mungu, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Maana kama ni sadaka, usiache kutoa sadaka. Ukimsahau Bwana Mungu wako, maana umeacha kutoa sadaka. Ukimsahau Bwana Mungu wako, maana umekata ile connection, umejidisconnect na chanzo na asili ya nguvu zako. Baada ya muda ile flow ya nguvu inakata. Mungu akupi utajiri, anakupatia nguvu za kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asa njia mojawapo ya kujiungamanisha na asili ya nguvu zako ni sadaka. Mungu anapokuambia toa sadaka, maana yake anataka ujiungamanishe na asili ya nguvu zako. Unapoacha kutoa sadaka, unajidisconnect na asili ya nguvu zako. Baada ya muda yale mafanikio yanakatika. Ulikuwa unatoa fungu la 10, umeacha kutoa fungu la 10, maana yake umejidisconnect na ulinzi. Umejidisconnect na asili ya nguvu zako. Zile nguvu ambazo zilikuwa zinaathirika kwenye maisha yako, zinakufanikisha kwenye uchumi, zinakatika. Baada ya muda mafanikio huyaoni tena. Kwa nini? Umejidisconnect na chanzo cha nguvu zako. Haleluya. Haleluya. Na utaona ukisoma ile kitabu cha Mwanzo, utaona baada ya muda yule Habili, Biblia inasema ingawa amekufa, ijapokuwa amekufa, angali akinena. Kwa nini? Sadaka. Hebu tusome kile kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Haleluya. Mstari wa 4. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 4. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 4. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa, angali akinena. Niangalie. Ushaikuona mtu amekufa bado anaongea? Andika hii point, inasema hivi: sadaka inakufanya uwe na sauti kwenye ulimwengu wa roho. Sadaka inakufanya uwe na sauti kwenye ulimwengu wa roho. Point ya kwanza nimekwambia inakupatia mpenyo kwenye ulimwengu wa roho. Lakini pia sadaka inakufanya uwe na sauti kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko Kaini. Kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko Kaini. Na anasema ijapokuwa amekufa, angali akinena. Ijapokuwa amekufa, angali akinena. Unaona kwamba hata kama amekufa, lakini sadaka ile aliyoitoa Habili inamfanya bado sauti yake iendelee kusikika kwenye ulimwengu wa roho. Baada ya dhambi kuingia, mwanadamu alikuwa amekufa kwenye ulimwengu wa roho. Baada ya kuwa amekufa kwenye ulimwengu wa roho, hawezi sauti yake kasikika kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anapokuambia toa sadaka, sauti yako inaanza kusikika. Unaanza kuwa na sauti. Maana yake nini? Kila ambacho umekisema kwenye ulimwengu wa roho kinaanza kusikika. Kinaanza kusikika. Ndio maana Habili hata kama amekufa bado sauti yake inasikika. Hata kama amekufa bado sauti yake inasikika. Kinachomfanya sauti yake isikike ni ile sadaka ambayo ameitoa. Haleluya. 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 Ipo hivi. Kuna mtu leo anaamua kukuloga, anapoenda kwa mganga, anasema nataka nimloge fulani, nistopishe biashara yake, nistopishe uchumi wake. Mganga anamwambia leta mbuzi. Kwa nini mbuzi?
anachinja. Damu ya yule mbuzi inamsaidia sauti ya yule mtu ambaye anakuloga isikike kwenye ulimwengu wa roho, na yale mapepo yafanyie kazi sauti yake. Mmenielewa? Mmenielewa? Anasema nataka ni mloge huyu mtu, nimwadilie maisha huyu mtu. Anaambia leta ng'ombe, leta ng'ombe. Maanake ile sadaka ya ng'ombe inamsaidia yule mtu sauti yake isikike. Sauti ipi? Kwamba huyu asifanikiwe, kwamba huyu asiwe na maisha, uchumi wake uharibike. Ile sauti anayoitaka, sadaka ya yule ng'ombe ndio inamsaidia. Kwa hiyo sadaka ya Habili ilimfanya awe na sauti kwenye ulimwengu wa roho. Ijapokuwa amekufa, bado sauti yake inasikika, bado sauti yake inanena. Manake wewe ukiwa mtoaji wa sadaka, ukijifunza kumtolea Mungu vizuri, unamtolea Mungu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako, hata ukifa sauti yako bado itaendelea kusikika kwenye ulimwengu wa roho. Ipo hivi, mimi namtolea mwanangu sadaka. Mungu, mkumbuke mwanangu, saidia hatima ya mtoto wangu iwe nzuri kwenye maisha yake. Hata kama nimekufa, ile sauti yangu itaendelea kusikika. Haleluya! Nimetoa sadaka. Mungu, mlinde huyu binti, muepushe na uovu, asiende disco, asiende kwenye umalaya. Hata nikifa, yule binti akitaka kwenda kwenye umalaya, sauti yangu itasikika kwamba baba yako anasema usiende kwenye umalaya. Japokuwa mimi nilishakufa tayari, lakini ile sauti yangu bado ina nguvu, inamfuatilia yule mtoto. Haleluya, haleluya. Na ndiyo maana kama una kijana ambaye yupo kwenye bangi, una binti ambaye amekamatwa kwenye ukahaba, wewe mtolee sadaka tu. Mtolee tu sadaka. Unamwambia Mungu, mtoe mwanangu kwenye ukahaba, mtoe mwanangu kwenye ulevi, mtoe mwanangu kwenye bangi. Unajua kitakachotokea? Ile sauti yako kwenye ulimwengu wa roho itakuwa inamwita, toka huko. Yupo anacheza disco, lakini sauti yako inasikika, mimi na mama yako, ondoka huko kwenye bangi, toka kwenye ulevi. Hata kama umekufa, bado sauti yako itamfuatilizia kule kwenye bangi. Haleluya, haleluya. Na ndio maana mtoto ambaye anaombewa, anatolewa sadaka, kama yupo kwenye ulevi, kama yupo kwenye bangi, hata huyo mzazi akifa, sauti ya huyo mzazi itaendelea kumfuatilia huyo binti. Wewe kama mama yake waga anamuombea na yupo kwenye bangi, ni swala la muda tu, swala la muda tu. Kwenye bangi atatoka tu. Maombi ambayo unamwombea kijana wako hayaendi bure. Maombi ambayo unamwombea mtoto wako hayaendi bure. Sadaka ambazo unazitoa kwa ajili ya kijana wako haziendi bure, zinafanya kazi. Hata ukifa, ile sadaka inaendelea kuongea. Hata ukinyamaza kimya, yenyewe inaendelea kuongea. Kazi ya sadaka huwa zinaenda mbele za Bwana. Tunapotoa tunasema tunamtolea Bwana. Kazi ya sadaka inachukua sauti yako, inaongea kwa niaba yako. Sadaka inabeba sauti yako. Sadaka inabeba sauti yako. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 10. Nikuonyeshe kitu pale. Matendo ya Mitume ile sura ya 10, nianzie mstari wa kwanza nisome mistari michache. Matendo ya Mitume sura ya 10, nianzie mstari wa kwanza nisome pale mistari michache. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Hebu sema, alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Aya, niangalie. Maana yake huyu Kornelio alikuwa anaambatanisha maombi na sadaka. Biblia inasema alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Mstari wa 2. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, nimerudia, na kumwomba Mungu daima. Mstari wa 3. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Niangalie. Sema, sadaka zako zimefika mbele za Mungu na kuwa ukumbusho. Aha. Anaposema kuwa ukumbusho, maana yake zinamkumbusha Mungu, bado zinaongea. Bwana Yesu asifiwe.
Kilichofanya yule malaika aje kwa Kornelio ni sadaka zake. Anasema sadaka zako na maombi yako yamefika juu kwa Mungu na kuwa ukumbusho. Maanake bado zinaongea, zinamkumbusha Mungu. Kwa nini tunatoa sadaka? Kuna wakati mwingine kueleza shida yako mdomo wako hauwezi. Sadaka inaongea kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kuona kuna mahali unapitia shida, huna namna unaweza ukaeleza mbele za Mungu. Unamwambia Mungu, unaongea na Mungu, unaona kama haitoshi, kama maneno yako hayatoshi. Sadaka inakusaidia. Inabeba sauti, inabeba moyo wako. Sadaka inaenda na moyo wako. Unapotoa sadaka, unapeleka moyo wako mbele za Mungu. Unapotoa sadaka, unapeleka moyo wako mbele za Mungu. Unapotoa sadaka, moyo wako unaenda mbele za Mungu. Sadaka inaenda na moyo wako mbele za Mungu. Moyo wako kishafika mbele za Mungu, Mungu anauona moyo wako. Wasoma Biblia, mnakumbuka siku moja Yesu alikuweko mahali hekaluni. Wakati watu wanatoa sadaka, walipokuwa wanatoa sadaka, Yesu alikuwa amekaa pembeni ya chombo, anaangalia watu wakitoa sadaka. Si mnakumbuka? Yesu akawa anaangalia watu wakitoa sadaka. Ghafla mama mjane akaenda akatoa sadaka pale. Yesu akasema, Petro, njoo uone. Unaona sadaka ya huyu mama mjane? Mama mjane huyu ametoa zaidi kuliko wote. Wengine wametoa vilivyowazidi, lakini huyu ametoa yote alionayo. Yesu alijuaje? Alipoangalia tu sadaka ya mama mjane, akauona moyo wa mama mjane. Ukitoa sadaka, moyo wako unakuwa wazi mbele za Mungu, haufichiki mbele za Mungu. Yesu akiangalia sadaka, anauona moyo wako. Yesu alipoangalia sadaka ya yule mama, akauona moyo wa yule mama. Akasema, huyu ametoa zaidi kuliko wote. Akaangalia sadaka za wale wengine, akawaona mioyo yao wale wengine. Akasema, hao wengine wote wametoa vilivyo wazidi, lakini huyu mama ametoa vyote alivyo navyo. Yesu haishi na yule mama, hakumuona, hajui nyumbani kwao. Taarifa zile alizijulia wapi? Alipoiona tu sadaka, akajua taarifa za yule mama. Mungu akiitazama sadaka yako, anauona moyo wako. Na ndiyo maana lazima chunga sana moyo wako unapoenda kutoa sadaka. Kuna watu wanakosea wakati wa kutoa. Unatoa kwa kiburi. Unatoa ndani ya moyo wako unasema hivi, ninamsaidia tu mchungaji, namsaidia tu mwinjilisti, natoa msaada. Sadaka na msaada ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umetoa kama unatoa msaada. Ukishatoa pap, Yesu akiangalia tu ile sadaka, anauona moyo wako kwamba huyu ametoa kama anatoa msaada. Na ndio maana Kaini alipotoa tu, Mungu akauona moyo wake. Huyu ametoa visivyo bora. Kaini alichagua, alikuwa ni mkulima wa ardhi, alichagua mazao yaliyobakia yale, akatoa. Wewe unakuja hapa unasema, kwa kweli mwinjilisti, hii ndo nilionayo. Hii 1000 ndo nilionayo. Ukishaweka tu, Yesu akiangalia tu ile, ameshauona moyo wako. Anaona huyu mama kwenye akaunti yake ana milioni 10. Lakini ana buku nyumbani limebakia, ameona hili ndo la kumpa Mungu. Mungu ameshaona tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoagiza ita sadaka, Mungu hana shida na sadaka yako. Hana shida na hiyo fedha unaotoa. Mungu ana shida na moyo wako. Njia ya Mungu kupata moyo wako ni sadaka. Unapotoa, moyo wako umeenda. Na akiangalia ameshauona moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana hatutoi kwa sababu tunavyo. Hatutoi kwa sababu tunavyo. Kuna watu wanasemaga vipi? Wacha nifanye biashara, nikipata fedha nitatoa sadaka, nitajenga kanisa. Acha uongo wewe. Kama sasa hivi unapata 50,000 huwezi kutoa, ukipata milioni hutatoa. Bwana Yesu asifiwe. Na mwingine anasema, mimi sitoi fungu la 10 bwana, nataka nianze kulipwa, nikaanza kulipwa 500,000. 50,000 ni ya Bwana. Mungu anaanzaga na mtu kwenye moja. Kuwa mwaminifu sasa hivi unapolipwa 50,000, 5,000 mpe Mungu. Haleluya. Mungu anauona moyo wako. Unafanya biashara, unapata faida 5,000 kwa siku, 500 ya Mungu kama fungu la 10, kama zaka. Mungu anaangalia moyo. Unapopeleka namna hiyo, Mungu anasema huyu mtoto ni mwaminifu. Unajua yule mama mjane alipotoa ile senti, alikuwa amebakia na senti.
akaipeleka ile senti kama sadaka. Mungu alipoiangalia ile senti, mama mjane alikuwa hana kitu, alikuwa bakiwa na senti tu, akachukua senti akaipeleka sadaka. Mungu alipoiona tu akaona moyo ule mama mjane. Maana yake nini? Maana yake Mungu, wewe ni wa thamani kuliko chochote. Nimebakiwa nayo hii, ilitakiwa ninunue unga, lakini nimeacha kununua unga, nimekuletea wewe. Kwa sababu wewe kwangu ni wa thamani kuliko unga. Wewe kwangu ni wa thamani kuliko mafuta kupikia. Ni wa thamani kuliko kitenge cha waksi. Ni wa thamani kuliko kanga. Ni wa thamani kuliko vikoba. Na ndio maana hii iliyobakia nimekuletea. Sijui usiku nitakula nini, lakini nimekuletea wewe Bwana. Maana wewe ni wa thamani kwangu. Sijui mchana nitakula nini, lakini wewe ni wa thamani kwangu. Sijui kesho nitakula nini, lakini wewe ni wa thamani kwangu. Ninakuheshimu Bwana. Haleluya. Mungu anapoitazama sadaka yule mama, anaona moyo wa yule mama kwamba amemheshimu Mungu, ameona ni wa thamani sana. Kuna watu tu ujuaji, kuna sadaka ukiipeleka Mungu anakuona unavyomtukana. Haleluya. Yule mama Mungu akaona moyo wake kwamba amemwona Mungu ni wa thamani. Unajua kuna kutoa, kuna ile saa unatoa umebaki na 100,000 ndio iliyobakia, hujalipa kodi ya nyumba, kuna ada za watoto unadaiwa, lakini unachukua 100,000 unaipeleka kanisani. Mungu akiangalia anaona huyu mtu ameona Mungu ni wa thamani kuliko vikoba. Ameona Mungu ni wa thamani kuliko kodi ya nyumba. Unajua kuna watu unamwogopa mama mwenye nyumba kuliko Mungu. Baba mwenye nyumba unamwogopa kuliko Mungu. Ikifika saa ya pango la nyumba, unasema yule mama ni mkorofi, kwa hiyo nimpe kodi yake na mlipa ya miezi 6 zisumbue. Lakini ukishapata mshahara huna habari ya zaka ya Mungu, unakula tu. Kuna watu wamenenepa kwa zaka za Mungu hapa. Fungu la 10 limekufanya umenenepa. Hutoi fungu la 10, unakula fungu la 10 la Mungu. Maana yake ni Mungu akikuangalia anasema huyu anamheshimu mama mwenye nyumba kuliko mimi. Mwambie jirani yako, halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niangalie. Mungu akitaka kuona huyu mtoto ananipenda, ananiheshimu, anaangalia sadaka yako. Utoaji wako wa sadaka. Utoaji wako wa sadaka unaonyesha ni kiasi gani unampenda Mungu. Utoaji wako wa sadaka unaonyesha kiasi gani unamheshimu Mungu. Unaweza kuona pesa nyingi, ukatuletea hapa 1,000,000, lakini Mungu anaona bado umheshimu. Kwa nini? Wewe una 1,100,000 na milioni 100 na milioni 1. Anasema hao wengine wametoa vilivyowazidi. Unajua maana ya vilivyowazidi? Maana yake wametoa vya ziada, vilivyobakia. Maana yake mimi nina shilingi 10,011. Ile 1,000 ndio imezidi. Na itoa ile 1,000 iliyozidi ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ingelikuwa 10,000 kamili hamna 1,000 nisingetoa sadaka. Kwa sababu nina 10,000 na 1,000 nampatia Mungu ile iliyozidi, ile ya ziada ambayo hata nikitoa sina shida yoyote. Ushai kuona mtu anakusaidia jirani na anakuletea mboga kwa sababu imezidi? Kama isingezidi asingekupatia. Unajifanya mpendwa, karibu. Mpendwa, nimepika nyama leo, karibu, nampelekea mpendwa nyama. Kumbe zimekuwa nyingi. Au mpendwa, karibu, nyama ya kuku hii. Kumbe wewe mmeshakula na watoto wako mmeshiba, mabaki yale ndio unapeleka kwa jirani. Kama ingekuwa kuku watoshi usingempatia jirani. Ndivyo ambavyo tunampatia Mungu vilivyozidi. Yesu alipotazama zile sadaka amekaa na angalia, akaona Yesu, huyu mama ametoa kuliko wote, maana huyu ametoa vyote alivyonavyo. Lakini hao wengine wametoa hao matajiri wametoa vilivyowazidi. Bwana Yesu asifiwe. Ubora wa sadaka upo kwenye kiwango. Ubora wa sadaka ni hali ya moyo wakati wa utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mama huyu ametoa senti. Yesu anasema ametoa zaidi kuliko wengine. Lakini huyu hao wengine wametoa pesa nyingi. Yesu anasema no. Lakini huyu ametoa senti. Ametoa kilicho bora. Anasema huyu ametoa zaidi kuliko wengine. Amecheki moyo wake. Wengine hao wakati wanatoa wametoa vilivyowazidi. Tunasema sadaka ya kumtuza mwinjilisti hapa. Sadaka kutunza mwinjilisti. Ni wajibu wetu kumtunza mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe salama, muda wa kumtunza mwinjilisti, leta sadaka iliyo bora. Haleluya. Tunasema sadaka ya kutunza mwinjilisti, wewe unaangalia tu kile kilichobakia nyumbani. Sema haya mafuta yamekuwa mengi sana, wewe tuchote lita 1
tumpelekee mwinjilisti. Unaleta hapa. Na wakati unaleta unasema tunamsaidia mwinjilisti. Tunamsaidia. Yaani moyo wako unapotoa unasema tunatoa msaada, sio sadaka. Unapotoa sadaka usimpe mtu, mpe Mungu. Hata kama anayepokea ni mwinjilisti, moyo wako usimpe mwinjilisti, mpatie Mungu. Narudia tena. Unapotoa sadaka usimpe mtu, mpe Mungu. Hata kama anayepokea ni mtu, moyo wako usimpe mtu, moyo wako umpe Mungu. Tunasema sadaka kutuza mtumishi wa Mungu, anayepokea ni mwinjilisti, lakini moyo wako usimpe mwinjilisti, moyo wako mpatie Mungu. Haleluya. 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 Na kutoa kwa imani utaleta kitu kilicho bora, kama Habili akachagua wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake na sehemu ya vitu vilivyonona, ndivyo uvilete kwenye madhabahu ya Bwana. Kuna watu hapa, nampenda Yesu, nampenda Bwana, Bwana ndo kila kitu kwangu. Mungu akikuangalia, unampenda nani wewe? Ikifika muda wa sadaka, unajua yule kuku ambaye anafanya hivi si matusi kwa Mungu hayo. Kuna wale mama wanafuga kuku, kuchinja kuku mpaka aumwe. Kuku akiumwa, leta kisu, leta kisu, leta kisu. Watoto wanaomba tu katika jina la Yesu, kuku aumwe, kuku aumwe. Maana asipoumwa kuku achinjwi. Vinginevyo Krismasi na mwaka mpya ndo hapa katikati hapa mayai yanahesabiwa. Nimeondoka mayai mangapi hapo? 20. Yai lipungue. Kuku kuchinjwa mpaka aumwe. Unachukua vile na muda wa sadaka unachukua kuku ambaye mdogo mdogo unamleta kanisani kama sadaka. Mungu akiangalia anaona humthamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe angalia michango ya harusi unatoaga shilingi ngapi? Kwa kweli mama Joseph atajisikia vibaya, tumetoka naye mbali, hata alinichangia kama ni 100,000, tutoe tu mama baba, tutoe. Unapambana, unatoa mchango wa harusi. Lakini tukitangaza ujenzi wa kanisa hutoi. Mbinde tukitangaza mbele za watu, mimi nitatoa mifuko 3 ya simenti, lakini ukifika muda kimya, mwinjilisti, jamani zile nazili zetu, unatulia, unapotezea fya, imepita hii, hutoi. Alafu kija pambio, nampenda Yesu wa Galilaya. Yesu kaangalia, anampenda nani? Wala anipendi. Yesu kupima kama unampenda, anaangalia kwenye utoaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua mume wako anakupenda, wewe utaona tu matunzo yako pale. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Haleluya. Haleluya. Kwa kama mume wako anakupenda, utaona tu atakununulia viatu virefu vya mchuchumio, atakununulia nguo mpya. Lakini kama akupendi, pesa ipo na nguo zile za zamani zimechakaa na pesa anayo. Upendo. Kama tunampenda Mungu, hatuwezi kuona shida kutoa. Tunatoa kwa sababu tunampenda. Tunatoa kwa sababu tunampenda. Tunatoa, yani unajua ametufanyia mambo mengi sana. Kumuonyesha kama tunashukuru, tunapenda, zile hisia zetu tunazionyesha kwenye kupitia sadaka zetu. Tunatoa. Tunasema Mungu, hivi bado kama ni havitoshi, nimetoa tu hivi nilivyo vidogo, umepeleka mbele za Bwana. Mungu akiangalia ile sadaka anaona kweli mtoto wangu anaonyesha kushukuru, mwanangu anaonyesha kunipenda. Sadaka kazi yake inaongea kwenye ulimwengu wa roho. Unaona pale kwenye kwa Kornelio, malaika anakuja anamwambia sadaka zako na maombi yako zimefika mbele za Mungu na kuwa ukumbusho. Manake zinaongea. Sadaka ambazo unazitoa mbele za Mungu hazipoteagi, zinatulia pale mbele za Mungu. Na kazi yake ni kuongea. Zinaongea. Kazi yake zinasema hivi, Mungu muinue mama fulani, muinue kwenye uchungu, muinue kwenye biashara. Maana wakati mimi nimetoa kumwambia Mungu nisaidie katika uchumi wangu. Manake ikifika mbele za Mungu, kazi yake inakuwa inamkumbusha Mungu kule. Inamkumbusha. Hata wakati mimi nimenyamaza siombi, yenyewe inaongea. Usiku nimelala, yenyewe inaongea. Malaika anamtokea Kornelio, anamwambia nimekuja kwa ajili ya sadaka zako. Nimekuja kwa ajili ya maombi yako. Mbingu zimefunguka. Mbinguni wamesikia, wamepokea sadaka zako, wamepokea na maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisaidie kumuuliza jirani yako, umeelewa wewe mpaka hapo? Haleluya. Hakuna namna maisha yako yanaweza kasogea mpaka umekuwa mtoaji.
Huwezi ukafikia hatima yako mpaka umekuwa mtoaji. Unataka ufikie hatima, jifunze kuwa mtoaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko pale unakuta baadaye hatima ya Kaini inakuwa ni mbaya sana. Kwa nini inakuwa ni mbaya? Kwa sababu alikosea kwenye utoaji wa sadaka. Hatima ya Kaini ya Habili inakuwa nzuri, ijapokuwa amekufa angali akinena, lakini hatima ya Kaini inakuwa ni mbaya sana. Baada ya Kaini vizazi kadhaa Biblia inasema havikuliitia jina la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Kaini alikosea kwenye utoaji wa sadaka. Sadaka ina tabia ya kugusa vizazi. Unapotoa sadaka si kwa ajili ya hatima yako tu, bali kwa hatima ya watoto wako pia. Unapotoa sadaka si kwa ajili ya hatima yako tu, kwa ajili ya hatima ya uzao wako pia. Si kwa ajili ya hatima yako tu, hatima ya watoto wako pia. Si kwa ajili ya hatima yako tu, hatima ya wajukuu pia. Haleluya, haleluya, haleluya. Wacha niweke huu mfano. Naomba watu 4 waje hapa. Haya, wewe naomba simame hapa, uje hapa juu. Wewe mwingine simame hapa na mwingine simame hapa. Wewe utakuwa Ibrahimu, na wewe utakuwa Isaka, na wewe utakuwa Yakobo, na wewe utakuwa Lawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tuna Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Lawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwambie nako umeelewa mpaka hapo? Mwambie umeelewa mpaka hapo? Haleluya. Haya, Biblia inasema wakati Ibrahimu, kwenye kitabu cha Waebrania sitasoma, anasema wakati Ibrahimu anatoa fungu la 10, Lawi naye alitoa fungu la 10. Wakati Ibrahimu anatoa zaka, Lawi naye alitoa zaka. Kwa sababu wakati Ibrahimu anatoa, Lawi alikuwa kwenye viuno vya baba yake. Yaani Biblia inasema huyu Lawi ndio huyu hapa, sawa eh? Sasa Biblia inasema wakati Ibrahimu anatoa zaka, aliyetoa zaka ni huyu mzee Ibrahimu. Biblia inasema wakati huyu anatoa, huyu naye kizazi cha ngapi hicho? Alitoa. Kwa sababu huyu wakati anatoa, huyu alikuwa kwenye viuno vya baba yake. Anasema na Lawi naye apokeaye zaka, alitoa zaka naye, maana alikuwa kwenye viuno vya baba yake hapo alipokuwa anatoa hiyo zaka. Bwana Yesu asifiwe. Manake matokeo, huyu alitoa zaka, athari zinamkuta huyu kizazi cha 4 kwa sadaka ya babu yake. Sasa sio atakuita nani huyu? Maana huyu ni baba yake, si ndio? Huyu Lawi ni baba yake, na huyu ni babu. Huyu atamuita babu, si ndio? Na huyu atamuita nani? Babu wa babu. Huyu ni babu wa babu. Asa aliyetoa fungu la 10 ni huyu. Ile fungu la 10 ikamgusa huyu, ikamgusa na huyu, ikamgusa na huyu. Hatima ya huyu inakuwa nzuri, si kwa sababu yake, kwa sababu ya mzee Ibrahim kule ambaye aliwahi kutoa. Biblia inasema anapokea zaka. Maana yake ni fursa za kiuchumi na ziti. Na kitabu cha kiandika kinasema nguvu ya sadaka ya fungu la 10. Nimeandika pale moja ya nguvu ya fungu la 10 au ya matokeo ya fungu la 10 ni fursa za kiuchumi zinamjia. Huyu anapata fursa za kiuchumi si kwa sababu yake yeye, kwa sababu ya babu wa babu. Huyu matokeo anayapata. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema apokeaye zaka, anapokea zaka. Naye alitoa zaka. Watu wanamletea fungu la 10 huyu. Yaani wewe unalima, ukipata magunia 100, magunia 10 unamletea huyu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka ambazo unazitoa, matokeo si tu kwako, matokeo kwa watoto wako, matokeo kwa wajukuu, matokeo kwa vitukuu.
Asa fikiria kama huyu mzee alikuwa anaabudu mizimu huyu, akawa anatambika. Kama sadaka ambayo ameitoa kwa Mungu imemgusa mpaka Lawi, fikiria huyu mtambikaji mzuri, huyu naye anatambika, huyu mchawi, hali ya Lawi itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna watu hapa, yani unatafuta kazi mpaka basha zinachakaa, maombi mengi, unakula mifungo 7 kavu wapi, mikesha ya kutosha, lakini haka Lawi akapata kazi, maisha unahangaika. Si wewe, waliokutangulia ni waabudu mizimu wazuri, wametoa sadaka. Huyu inafika hatua kama huyu alikuwa maabudu mizimu, akitaka kujenga nyumba, huyu mzimu wa babu unainuka, wewe unataka ujenge nyumba gani? Wewe ni mpangaji, panga. Kuna watu biashara zao zinaharibiwa na mizimu. Kesho tutajifunza vizuri kesho, na tutaomba mwinjilisti tupate bahasha, tutakuwa na sadaka maalum kesho. Tutajifunza hicho kitu kwa ajili ya sadaka ambazo zimetolewa kwenye miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mahali unakwama wala sio wewe, babu. Haleluya. Haleluya. Babu alizingua, baba akazingua, alikuwa atoe sadaka kwa Mungu. Ile miungu inakufuatilia na wewe, milango yako inafungwa. Lakini huyu milango yake inamwendea vizuri, sio yeye. Wewe kuona mjini kuna watu hawapambani sana, mambo yanaoendea. Akianzisha jambo linaenda, akianzisha biashara inaenda. Mimi ninakushangaa wewe, una baba alikuwa mtambikaji, babu ulisema baba yako alikuwa mchawi, babu wa baba alikuwa chifu mzuri, na wewe kutoa sadaka ni mzito, ngumu kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitoa 1000 unasema leo nimetoa kabisa. Mwingine akitoa 10,000 mpaka wewe inamuuma, nchi inatikisika, nimetoa 10,000. Mungu akusaidie sana. Haya, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, rudini. Lengo la siku ya leo nataka nikuonyeshe kwamba ni kazi sana. Wewe una maono gani? Una maono gani wewe? Kufikia kwenye yale maono au kufikia kwenye ile hatima ya maono yako si rahisi kama sio mtoaji wa sadaka. Kuna mipango umeiandaa kuifanya. Jifunze kuwa mtoaji. Unapojifunza kuwa mtoaji, ile picha ambayo ipo ndani ya moyo wako ya kule unakoelekea, sadaka yako itakusaidia kufikia kwenye ile picha ambayo unatamani kuifikia. Kwa mfano, wewe unaona tuna ujenzi wa kanisa hapa, na wewe una ujenzi wa nyumbani kwako kule. Jifunze kutoa sadaka kwenye ujenzi wa hapa. Na unavyotoa kwa ajili ya ujenzi, ukitoa mifuko yako ya simenti, mwambie Mungu, nisaidie kwenye ujenzi wangu wa nyumba, nifanikishe kwenye ujenzi wangu wa nyumba. Kitakachotokea, Mungu atakusaidia, milango yako itafunguka, utaona wepesi kwenye ujenzi wako wa nyumba kule. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakushangaa, hata kiwanja huna, lakini unataka kufanya ujenzi hapa. Jitahidi kutoa sadaka, ni lazima kwa kila mtu, hata kama huna. Nimeongea ngumu, wewe nirudie tena. Hata kama huna kitu, lazima kutoa sadaka. Njoo kanisani, ukisia ujenzi, mwambie mwinjilisti, mimi nitakuwa namwagilia. Na unapomwagilia mwambie Mungu, hii ndo sadaka yangu. Mungu, hata kiwanja sina, wewe unajua. Baba yangu na mama yangu wamefia nyumba ya kupanga, na mwagilia ili kanisa, Bwana Yesu nikumbuke. Unalimwagilia huku unaongea. Haleluya. Tafuta cha kufanya, tafuta. Usikae tu mimi sina hata kula. Mtu atoe sadaka kwa anakula. Hela ya kula umepata wapi? Kama unakula sadaka unayo. Na ikifikia mahali hata hela ya kula huna, unakuja kumwagilia hapa. Unamwagilia. Wakisema sadaka, mimi nitamwagilia. Hiyo Mungu anaipokea kabisa, anaona ni dhati ya moyo wako. Huna kitu lakini umekuja umemwagilia. Njoo hapa, huna sadaka, njoo usafisha viti vya kanisa. Njoo fanya usafi wa kanisa, mwambie Mungu, hii ndo sadaka yangu. Huna sadaka, huna fedha ya kutoa, kamsaidie, umeona bibi kizee, mbebe mzigo, mwambie Mungu, hii ndo sadaka yangu. Kila mtu lazima atoe katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa usalama wako, ili maisha yako yasogee, ili kesho yako iwe nzuri, jifunze kutoa sadaka. Ukiwa na moyo mgumu, huwezi kufikia kesho yako. Una maono gani dada? Una maono gani kaka?
Una maono gani baba? Hayo maono ulionayo kwenye moyo wako, ili yawe halisi yatokee, jifunze kuwa mtoaji. Unapotoa unapenyeza kwenye ulimwengu wa roho, unakuwa una sauti kwenye ulimwengu wa roho. Hebu nisikilize, kuna nguvu zipo kwenye ulimwengu wa roho. Hizo nguvu ili zitoke, zije zikusaidie, ili zitoke. Unapotoa una connect na ulimwengu wa roho. Kuna upako wa kukusaidia, kuna upako wa kukuvusha upige hatua moja kwenda hatua nyingine. Unapotoa sadaka unajiconnect na zile nguvu, zinatokea zile nguvu kutoka juu, zinakuja kukusaidia mahali ulipo. Njia mojawapo ya kujiconnect na nguvu za mbinguni na nguvu zilizopo kwenye ulimwengu wa roho ni kuwa mtoaji. Haleluya, haleluya. Jifunze kutoa, uwe mtoaji, uwe litoaji. Yaani fikia tu kwenye habari ya Mungu, wewe uone tabu, unatoa tu. Njia mojawapo ya kukutoa kwenye umaskini ni utoaji wa sadaka. Hakuna namna maisha yako yatabadilika kutoka kwenye umaskini. Namwambiaga mke wangu, tupambane kutoa sadaka. Hakuna namna ambayo Mungu atatusaidia kama sio watoaji wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni shahidi maisha yako, hali ulionayo, kipato ulichonacho, hali ya uchumi ulionayo, unatamani kusogea uende hatua nyingine. Hamna namna ya kusogea kwenye hatua nyingine mpaka umejifunza kuwa unatoa sadaka. Bila unavyotoa, mbingu zinafunguka. Kidogo kidogo utaanza kuona ukipiga hatua kuelekea kwenye hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Andika pointi hii hapa. Sadaka huwa inapambana. Andika hii pointi. Sadaka huwa inapambana na mazingira au milango iliyofungwa kukuzuia kufikia hatima yako. Sadaka huwa inapambana na mazingira au milango iliyofungwa kukuzuia kufikia kwenye hatima yako. Sadaka huwa inapambana na mazingira. Kuna watu upo kwenye mazingira fulani magumu sana. Hayo mazingira unatokaje hata ujui unatoka vipi? Upo kwenye mazingira magumu ya uchumi, kwenye hayo mazingira ya uchumi unatoka vipi? Hujui unatoka vipi. Huna kazi, unapata wapi kazi? Hujui. Kuna watu ambao unakuta hata kujenga, hujui unapata hata wapi pesa ya kiwanja. Unapata wapi pesa ya tofali hata hujui. Sadaka huwa inapambana na mazingira au milango iliyofungwa kukuzuia kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana utaona wakati fulani unapomlilia Mungu kwa ajili ya hali ulionayo, akutoe kwenye hali ulionayo. Unapomlilia Mungu kwa ajili ya hiyo mazingira, Mungu anakuambia niletee sadaka. Maana yake Mungu anataka kuitumia hiyo sadaka kukusaidia wewe kupambana na yale mazingira ambayo yanakuzuia kwenda kwenye hatima yako. Sadaka ni jambo la kiroho sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia ushuhuda kwenye nchi moja, watu walikuwa wanasali kwenye kanisa fulani la miti. Na shemasi wa lile kanisa alikuwepo, ana jicho moja. Jicho moja linaona, jicho moja alioni. Wanasali kwenye kanisa la miti. Palikuwa pana tajiri mmoja mkubwa kwenye ile nchi. Yule tajiri alikuwa ana shida ya macho, hana macho. Akatangaza mtu ambaye yuko tayari kumsaidia macho, kuna mabilioni ya fedha atapewa. Dau likatangazwa. Shemasi ana jicho moja. Akamwambia mchungaji wake, mchungaji, tutasali hapa mpaka lini? Mimi nimesikia yule bilionea ametangaza fedha. Nataka nikatoe jicho langu hili moja, tupate ile fedha, tujenge kanisa. Pastor akamwambia, usifanye hivyo. Nyamaza. Wenzako wana macho mawili, hawajaenda kutoa. Wewe una jicho moja, unataka utoe? Nisisikie hizo habari. Usiende. Lakini ule mzee shemasi akaenda kwa siri, akatoa jicho lake, akakabidhiwa ile cheki ya fedha. Sasa haoni, hata cheki haioni. Akaenda kukabidhi ile cheki kwa mchungaji. Wakajenga kanisa kubwa. Yule mtu alipoenda kumhubiri, ameenda kwenye ile nchi, akanauliza ile kanisa kubwa namna ilijengwaje, ndio akawa anamtolea historia. Kuna mzee mmoja shemasi kipofu, alikuwa na jicho moja, alitoa jicho lake la pili kama sadaka, wakajenga kanisa kubwa hapa mpaka leo linaonekana hivi. Wakati wa kufanya research wakagundua matajiri zaidi ya 7 kwenye ile nchi ni watoto
na wajukuu wa yule mzee aliyetoa sadaka ya jicho. Wakafuatilia, mawaziri zaidi ya 5 kwenye ile nchi ni wajukuu na watoto wa yule mzee. Bila sadaka hakuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema Mungu nisaidie. Hebu nawe jisemee Mungu nisaidie. Jipige hivi, Mungu nisaidie. Haleluya. Wewe fikiria hawa watoto milango yao ya uchumi inafunguka, hawa wajukuu wanajikuta wanamiliki uchumi, si kwa sababu yao, kwa sababu ya yule baba yao. Wanajikuta wanapata nafasi serikalini, si kwa sababu yao, kwa sababu ya babu yao. Kuna mahali unatamani utoke kwenye umaskini. Njia mojawapo ya kutoka, jifunze kuwa mtoaji. Unapoenda mbele za Mungu, utaona Mungu akikuelekeza, yanakuja maelekezo ndani ya moyo wako, toa sadaka fulani. Ujue hiyo ni sauti ya Bwana. Mungu anakuelekeza utoe, akusaidie mazingira hayo yaharibiwe, akutoe kwenye hayo mazingira. Hata kama unaona anapata faida wapi ya kujenga, Mungu anajua mlango upo wapi. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15, kuna baadhi ya vitu Mungu hata kusaidia mpaka sadaka. Kuna watu wanaomba sana lakini sio watoaji wa sadaka. Kuna baadhi ya vitu Mungu akusaidii mpaka umetoa sadaka. Ngoja nikuonyeshe huu mstari. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Nikuonyeshe huu mstari. Mwanzo sura ya 15. Nisome pale mstari. Baada ya mambo hayo, mstari wa kwanza. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu hii ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama kunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka kwenye viuno vyako ndiye atakayekurithi. Twende mstari wa 8. Akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, haya niangalie. Inua kichwa chako niangalie. Kwenye hii Mwanzo sura ya 15, ule mstari wa kwanza, unakuta Abraham na Mungu wanaongea, si ndio? Na yale maongezi hapo kwenye mfumo wa maombi, Mungu anamwambia Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kuu sana. Abraham anaweka request pale, anaweka maombi pale kwamba hukunipatia uzao, angalia ni mzee na kufa, sina mtoto. Wameongea. Kuna swali Abraham anauliza kwenye mstari wa 6. Kuna swali anauliza, kwenye mstari wa 6. Akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua kwamba nitarithi? Akamwambia, unipatie ndama. Sasa cheki. Kwa nini Mungu asimjibu tu mpaka amwambie nipatie ndama? Kwenye mstari wa kwanza wanaongea tu vizuri. Kuna maombi ameomba, Mungu anamjibu, anamwahidi kupatia mtoto. Lakini anapofikia kwenye pointi ya mstari wa 6, anamwambia no, ili ni kujibu, nipatie ndama na mwananjiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana pale? Maana kuna maombi ambayo Mungu amemjibu Abraham, lakini kuna ombi anamwambia no, ili nipatie ndama. Ili sikujibu mpaka unipatie ndama na mwananjiwa, au nipatie sadaka, kwa maneno mengine. Kumbe kuna baadhi ya vitu hutapokea, kuna baadhi ya maombi yako hutajibiwa mpaka umetoa sadaka. Na ndiyo maana wakati unapoingia kwenye maombi utasikia Mungu akikwambia toa sadaka, wewe unajifanya usikii. Toa sadaka usikii. Maana yake ni jibu lako lipo kwenye hiyo sadaka. Kuna watu utakuwa unaomba, Mungu atakwambia wewe chukua pale dirisha moja, chukua nguzo moja pale kanisani, jenga, peleka mifuko ya simenti. Maana yake nini? Jibu lako lipo kwenye ile sadaka. Utakapotoa, jibu lako liko pale. Mnamfahamu yule mama ambaye alikuwa na shida kupata mtoto? Kuna watu wengine huna mtoto, kumbe jibu lako la mtoto ni kwenye sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ufunga utapokea majibu. Utasikia Mungu akikuelekeza toa sadaka. Yule mwanamke Mshunami
akaamua kutoa sadaka. Sadaka ipi? Ya kumtunza mtumishi wa Mungu Elisha. Haleluya, haleluya. Na baada ya ile sadaka Mungu anampatia mtoto. Maanake jibu la yule mama lilikuwa kwenye sadaka ya kumtunza Elisha, ndo anapokea mtoto. Kwa kuna watu, ili utoke hapo mahali, sadaka waga inashughulika na mazingira. Kuna mazingira fulani unayo, kuna milango imefungwa. Mungu anapokuambia toa sadaka, maana ile sadaka itafungua hiyo milango ambayo imefungwa. Angalia kitabu cha Kutoka sura 12. Nikuonyeshe pale kitu. Kutoka ile sura 12. Nianzie ule mstari wa kwanza, nitasoma pale mistari michache. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, manake ubora wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeelekezwa utoe 100,000, unamtolea Mungu 80,000. Umeambiwa utoe 10,000, unatoa 7,000. Sasa hao wanaelekezwa mpaka aina ya mwanakondoo. Anaambiwa mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtaweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watawachinja jioni. Ngoja niishie hapa. Ngoja nisome ule mstari wa 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu na katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate isiyotua chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa hapa kwenye Kutoka ni wana wa Israeli wapo nchi ya utumwa ya Misri. Unajua kule walikuwa hawamiliki. Kwenye nchi ya utumwa hakuna kumiliki. Hawana nyumba, hawana fedha, hawana gari, hawana makazi, hakuna kitu wanachomiliki. Kila wanachofanya ni cha nchi ya Misri. Wanatumikia wa Misri, wanafanya kazi kwa ajili ya watu wa Misri. Ukiona haumiliki, ujue upo kwenye nchi ya utumwa. Kwenye nchi ya utumwa hakuna kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Maanake maisha yako yapo kwenye nchi ya utumwa. Hakuna kitu unamiliki. Umiliki hata kiwanja, umiliki hata shamba, umiliki hata nyumba, umiliki hata fedha. Huwezi kumiliki ukiwa kwenye nchi ya utumwa. Asa Mungu alikuja kuwasaidia hawa watu awatoe kwenye nchi ya utumwa. Si unafahamu Mungu aliwapiga Misri kwa mapigo 10. Ndipo pigo la 10 linawatoa. Pigo la kwanza alikuwatoa, pigo la pili alikuwatoa. Manake nini? Kuwatoa haikuwa kitu rahisi. Kuna mtu uko mahali pagumu sana. Kutoka hapo sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Israeli kutoka pale kwenye nchi ya utumwa haikuwa rahisi. Mungu aliingilia kati kuwasaidia. Pigo la kwanza alikuwatoa. Farao alikuwa na moyo mgumu. Amepiga pigo la kwanza, Farao akagoma. Pigo la pili akagoma. Pigo la tatu akagoma. Kuna watu Farao wako aliyekushikilia ana moyo mgumu. Si rahisi kutoka mahali ulipo mpaka kufika kwenye nchi ya utumwa. Farao amekaza, hataki kuwaachilia Israeli, na amefanya ishara. Musa akiachia fimbo, Farao naye ana wachawi wake, ana waganga wake, nao wanaweka fimbo chini zinakuwa nyoka. Lakini fimbo ya Musa inameza nyoka zote za Wamisri. Bado Farao ana moyo mgumu,
hataki kuwaachia. Kuna muda Farao anamwambia Musa, nendeni nyie basi, lakini acheni mifugo yenu, acheni ng'ombe zenu. Musa akasema no, tutakwenda na wanyama wetu na mifugo yetu na watoto wetu na kila kilicho chetu. Musa akakaza. Farao wako naye ile kushikilia. Kuna watu wameshikiliwa na Farao, Farao wa uchumi, ameshika maisha yako ya uchumi. Farao yupi ile kushikilia? Kuna watu wameshikiliwa Farao kwenye eneo la ndoa. Farao hataki uolewe, umekaa hapo, hataki umiliki na amekaza kweli kweli. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuanzia kwa Farao, nitapiga mzaliwa wa kwanza kwenye kila nyumba, nitapiga mzaliwa wa kwanza. Anasema nitapiga mpaka wanyama, nitapiga mpaka mifugo. Usiku wa leo ni siku ambayo mtatoka. Usiku wa leo ni siku ambayo mtatoka. Ni baada ya Musa kusikia lile agizo la kutoa sadaka, ni baada ya Musa kuachia damu ya mwanakondoo. Liko pigo moja bado. Katika hilo pigo Farao lazima akuachie. Yule Mungu aliyekushikilia na kuachia, Bwana anashuka mwenyewe, Bwana anashuka mwenyewe, Bwana anashuka mwenyewe. Musa alipotoa ile sadaka ilimruhusu Bwana aingie kazini. Anaitwa Bwana wa vita. Kuna sadaka ambayo Bwana akikuelekeza uitoe, utakapoitoa Bwana wa vita anaingia kazini. Kuna vita wewe huwezi kuishinda. Baba yako ilimshinda, babu yako ilimshinda. Kuna vita ya uchumi, babu alishindwa, baba alishindwa, shangazi alishindwa. Saa imefika, Bwana wa majeshi anaingia mwenyewe. Bwana wa majeshi anaingia mwenyewe, atapigana na ile miungu iliyokuzuia, ile miungu ya Misri. Wale Waisraeli walizuiliwa na miungu, na ile miungu ya Wamisri iliwazuia miaka 400, imewazuia miaka 400. Lakini Bwana anasema, anamwambia Musa, nimeona machozi ya watu wangu Israeli, nami nimeshuka nipate kuwasaidia. Bwana asema, nimeona machozi ya watu wa Penuel, nami nimekuja nipate kuwasaidia. Nimeona machozi yao, wamelia siku nyingi, wameomba siku nyingi, wamelia siku nyingi. Nimeona machozi yao, nimekuja nipate kuwasaidia. Safari katika semina hii lazima watoke kama kifungo cha umaskini, wanatoka hapo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rakakarabasaka ropokanda rikanda rabo ripapakoria. Ninakuombea Bwana kukumbuke, Bwana kukumbuke, Bwana kukumbuke. Kwenye machozi yako utoke, kwenye hicho kifungo utoke. Mahali ulipokaa unasikia hii sauti, unaingia kwenye hatima yako, unaingia kwenye hatima yako katika jina la Yesu. Hutakufa maskini, umaskini unakuachia, hutalogeka wewe. Biblia inasema hakuna uchawi katika Israeli, hakutakuwa mwenye kuharibu mimba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na itangazia miungu ya kwamba ndani ya hizi siku 5 kuna kipigo, kuna kipigo. Bwana ameshuka kuwapiga maadui. Kuna kipigo ndani ya hizi siku 5, miungu inapigwa. Nani amekuzuia? Anaenda kupigwa. Nani amekaa mbele yako? Anaenda kupigwa katika jina la Yesu.